Zungumza kidogo kuhusiana na masuala ya malezi na hasa umuhimu wa watoto kupata malezi kutoka kwa wazazi wote wawili. Ninaelewa ziko sababu mbalimbali zinazofanya wakati mwingine tunashindwa kufanya hivyo, lakini kama walezi jukumu letu ni zito, pamoja na changamoto zake bado tunao wajibu wa kulea. Kwa hiyo tutaendelea kwenda kuzungumza umuhimu ili tuone tunaenda kushirikishanaje na kuwezeshanaje. Kwa hiyo nawaombeni sana, pamoja na kwamba muda umeenda, tuweze kusikilizana ili tuweze kupeana maarifa mbalimbali. Kwa hiyo asante. Na kwa sababu mimi ni social worker na psychologist, sinta discriminate. Sintasema heri ya siku ya wanawake, lakini nimeshasema. Kwa hiyo kwa majina naitwa Mary Mushi. Nina uzoefu kama counseling psychologist, lakini pia ninafanya social work na nimekuwa nafanya kazi na watoto, vijana pamoja na familia. Kwa hiyo karibuni sana kwenye mada hii. Sasa basi, kwa sababu tunazungumza kuhusu watoto, mara nyingi sana tunamzungumza kama mtu mwingine, lakini sisi walezi pia tulikuwa watoto. Kwa hiyo naomba niwakaribishe kidogo kwenye tafakari ambayo sisi kidogo tutareflect kwenye utoto wetu, ndio tuzungumzie watoto wetu. Kama mtaniruhusu, naomba hata kama mtaniruhusu, naomba niseme hiwe hivyo. Naomba kwa namna ambayo wewe utaona inafaa, aidha kwa kuinama au kwa kufumba macho, ila ukiinama sio kwa kuchat kwa simu, kwa kufumba macho au kwa kuangalia popote. Naomba utafakari, vuta taswira yako ukiwa mtoto, vuta hiyo kumbukumbu. Hapa sasa hivi nimeshakaa katika pose nzuri, maana sasa naenda kutoa taratibu, na imani nimeshapata hiyo position. So naomba tukumbuke katika utoto wetu, na unaweza ukakumbuka hata umri wa mtoto wako ambaye unamwakilisha hapa leo. Je, ulipitia malezi ya aina gani? Ni watu gani walikuwa pale kukusaidia katika malezi yako? Na pengine hayo malezi ndiyo yamekufanya uwe hivi ambavyo uko leo. Aidha ni mtu wa kujiamini, ni mama ama ni baba bora, ni mfanyakazi mzuri, namna mbalimbali. Hebu tutafakari utoto wetu, malezi tuliyopitia na namna yalivyotujenga kwa vile tulivyo leo. Tuchukue muda huu. Asante. Turejee. Kuna ambao mlikuwa waaminifu, ila kuna ambao walikuwa wanateta mambo. Tukiwa watu wazima ni sawa tu, hatui na viboko, si ndio? Sawa. Sasa kwa interest ya time, naomba ni summarize. Kuna walezi ama wazazi ambao mko hapa, wakati mnafikiria kuhusu utoto wenu, pengine mlifurahi, pengine mmewakumbuka wale waliohusika katika malezi yenu, na mmeona kwamba yaliwajenga, yamewafanya mmekuwa watu wa kujiamini, watu wenye utu wa kujali na kupenda watu wengine, mnaoweza kufanya kazi vizuri, mnaoweza kulelea watoto wenu vizuri. Na kwa hiyo kumbukumbu imekuwa ya faraja sana, na mnakumbuka kuwa mnajaliwa, mnapendwa, mnasikilizwa na mnaongozwa na hawa watu ambao umewakumbuka katika utoto wenu. Hilo ndio kundi la kwanza. Lakini kundi la pili, kuna wale ambao kumbukumbu ile imeleta machungu, kwa sababu machungu haya yanatokana na kwamba pengine ulipitia ukatili ama unyanyasaji wa aina yoyote, ama ulikuwa upati uangalizi ule ambao ilipaswa wewe upate kama mtoto. Kuna wakati ulifikiri kama unatelekezwa,
Kuna wakati uliona kama unafananishwa na wengine. Kuna wakati ulinenewa na kusemewa maneno mabaya ambayo hata mengine umeyabeba leo ukiwa hapa, na hii imekufanya hata unapata changamoto jinsi ya kujiamini mbele za watu, jinsi ya kulea watoto wako, na umejiwekea promises mbalimbali kwa sababu ya malezi yale ambayo wewe umepitia. Lakini tupo ambao hatukutaka kujishughulisha kabisa, sio tu kwa sababu hatukuwa interested na hili zoezi, lakini pengine tulikuwa hatutaki kufukua hilo sanduku, hatukutaka kuleta ile kumbukumbu tena. Kwa hiyo sote sisi ni wazazi ambao tumefikiria kwa namna zote hizo, lakini sasa leo hii tumeshakuwa wazazi ambao tuko hapa na tuna watoto wetu hapa, na ndio maana mko hapa. Hatima ya watoto wenu iko juu yenu. Je, ndani ya miaka 15, 20 ijayo, akiulizwa swali kama hili nililowauliza nyinyi, atasimama upande upi? Atasimama kundi gani? Ni kundi ambalo atafurahia, ataona alijengwa vizuri, malezi yake alipendwa, alijaliwa, alisikilizwa, alipata nafasi ya kukua na wazazi wake wote wawili, ama kwa namna moja ama nyingine walihusishwa katika malezi yake? Ama je, atakuwa ni mtoto ambaye hataki kukumbuka hayo machungu tena? Kwa hiyo zipo namna mbalimbali. Kwa vyovyote vile, sisemi hili kutisha kama wazazi, kwa sababu ninajua malezi yana changamoto nyingi na malezi ni ugumu, ila kwa sababu basi tumeshakuwa kwenye hilo jukumu la wazazi ama la walezi, haina budi kutafuta kila namna kuweza kuwafanya watoto wetu waweze kuwa na yale ambayo tunayatamani juu yao. Kila mzazi anatamani mtoto aweze kufikia ndoto zake, aweze kuwa ni mtu mwema katika mazingira anayoenda kuishi, na hata akukumbuke wewe pale unapokuwa mzee, aweze kukusaidia wewe, ndugu zako na watu wengine. Na ndio maana tunawapa elimu nzuri, na ndio maana mmetenga muda hata basi kusikiliza kidogo kuhusiana na malezi. Kwa hiyo naombeni tuendelee kupeana kidogo maarifa kwa hili. Ili niweze kufocus zaidi, naombeni nichague hasa umri wa wale watoto ambao wako hapa shuleni. Naomba niongelee umri wa kuanzia miaka 6 hadi miaka 13 hapo, na watoto wetu wengi watakuwa wanaangukia hapo. Katika hatua hii ya ukuaji kwa mtoto, yapo mambo mengi yanayoendelea ambayo tunayaona, lakini kuna yale mengine ambayo ni more psychological, more social, ambayo hatuwezi kuyashika na hatuwezi kuyaona moja kwa moja kwa macho, lakini mabadiliko yanafanyika. Umri huu ni muhimu sana kwa mtoto, kwa sababu hichi ndio kipindi mtoto ana transform kutoka katika ile level ya chini ambayo alikuwa anamtegemea mzazi karibu 100%, anaanza kutransition ili aweze kujisimamia yeye mwenyewe zaidi. Wengine tuna watoto wetu hapa karibu wanamaliza darasa la 7, tutawapeleka sekondari. Kule sekondari hutakuwepo. Unaamini kwamba anatakiwa kujisimamia, anatakiwa kujiongoza, anatakiwa awe na uwezo wa kujua nichague marafiki wa namna gani, nikiwa na tatizo niweze kulitatuaje. Kwa hiyo huu ni wakati muhimu sana, na kama foundation, nikimaanisha miaka 5 kushuka chini, haikuwa nzuri sana kwenye kumjenga kihisia, kwenye kumjenga kifikra na kumsaidia kisaikolojia huyu mtoto. Hapa ndio wakati wa kurekebisha, kwa sababu akishaingia umri wa adolescent, akishaingia umri wa kuanza kujisimamia ye mwenyewe, itakuwa ni ngumu sana sisi kuweza kumbadilisha. Kwa hiyo ndio maana ni umri muhimu, na hapa mtoto anahitaji wazazi wake wote wawili. Haijalishi pengine hamko pamoja, lakini kwa namna moja ama nyingine baadaye nitaongelea jinsi anaweza kuaccess. Baba anayo role yake, mama pia anayo nafasi yake, na watu wengine wanaomzunguka huyu mtoto. Maana hapa ndio shaping yake inaanzia, anavyoweza kujiamini, anavyoweza kutatua matatizo na mambo kadha wa kadha ambayo tayari nimekwisha eleza. Lakini jambo lingine katika huu umri
Mtoto kwa sababu ndio anapata kujitambua zaidi na kukua, hapa ndio wanaanza kuwa na reasoning zaidi. Ndio maana mtaona watoto wetu wanakuwa na maswali mengi. Baba yangu yuko wapi? Mama yangu yuko wapi? Mimi ni nani? Nimetokea wapi? Kwa sababu pia ndio wanaanza kujenga identity yao, chimbuko lao, wao ni akina nani, yeye kama mtoto wa kiume ama mtoto wa kike. Hapa ndio ili chimbuko linakuja. Sasa wazazi, naelewa nyinyi wenyewe kama wazazi wa Kiafrika wenzangu, maswali yakija kama hayo, baba yangu yuko wapi, mama yangu yuko wapi, na unajua kuna mambo hayajaenda sawa, si mnajuaga yale majibu yetu go and do your homework, si ndio? Go and do, au hivi wewe unanisumbua hapa, baba yako anisumbue na wewe unisumbue, tuna yale mambo kaza wa kaza. Hiyo haimsaidii mtoto, na nitakuja kuelezea huko mbele jinsi gani tunatakiwa tuweze kurespond. Saa nyingine ameona kitu shuleni, mara sijui tembo, ameambiwa tembo anafanyaje, anakuja anakuuliza tembo, how is elephant? Wewe mwenyewe ulisoma shule ya kidumu na mfagio, elephant tena jonini, mbona mnaniletea vurugu nyingi? Kwa hiyo hichi ndio kipindi anajaribu kureason, kuunderstand vizuri ulimwengu na jinsi anavyoweza kuendana na ulimwengu, na ni very important apate hiyo guidance, kwa sababu very soon anaenda kuishi kwenye ulimwengu bila wewe kuwepo hapo. Kwa hiyo ni kipindi ambayo ni muhimu sana kwa hawa watoto, ila ni kipindi ambacho anatambua ile gender, ile jinsia yake, mwanaume mwanamke. Na mjue gender inaanzia kwenye ndani, kujichukulia kutoka ndani. Hiyo itajengekaje? Inajengeka ndani ya familia, anapoweza kuaccept hiyo role kama mwanamume ama kama mwanamke, na anapoweza kuona zile roles zinavyotofautiana ndani ya familia. Sasa asipopata fursa hii, mtoto hiyo inakuwa iko registered kwenye mindset yake. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukakuta wengine wanakuja kupata shida baadaye kutambua vizuri hizi gender zao, role zao zinatakiwa kuwaje. Kwa hiyo ni kipindi ambacho ni muhimu, na nitakuja kuelezea hapo mbeleni kwamba hata kama baba wa huyu mtoto hayupo, mama wa huyu mtoto hayupo, huwa tuna encourage sana angalau awe na role model wa gender tofauti hiyo, ili aweze kumsaidia katika kufulfill katika hili. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo muhimu ya watoto wa umri huu ambao wako hapa, wazazi ama walezi ambao tuko pamoja hapa. Sasa ni vitu gani ambavyo vitaenda kuathiri zaidi development yake na vitamfanya atashindwa kuweza kugrow vizuri kisaikolojia, kihisia na kiakili, na vile atakavyotakiwa kuinteract na ulimwengu ambao tunamwandaa kwenda kukutana nao kama mtoto? Jambo la kwanza ni pale anapokutana na ukatili ama unyanyasaji wa aina yoyote. Hii hapa nimesema watoto wana reason. Kwa hiyo anajiuliza, kama anapitia adhabu kali, anajiuliza kwa nini mimi? Kwa nini ninatendewa hivi? Na kama ana observe hiyo kwa wazazi kwamba ni baba ama ni mama anamfanyia mzazi wake, anajiuliza kwa nini mzazi wangu anateseka? Kwa nini afanyiwe hivi? Kwa hiyo ukatili, na hisi mnafahamu aina mbalimbali. Tunafahamu ule wa kimwili, kuna kingono, na sasa hivi ngono kwa kweli ninafanya na watoto na inatisha. Inafanyika na watu wa karibu ndani ya familia. Wasaidizi wetu wa kazi wanafanya haya, wajomba wanafanya haya, babu nao siku hizi sio salama. Babu wanafanya haya, kuna cases tunazipokea. Kuna step parents wanafanya haya, kuna biological parents wanafanya haya kwa thinking za rituals. Kwa hiyo watoto hapa wakipitia haya, na hasa kwa sababu ni watu ambao walitakiwa wawaongoze, wawafanye waone ulimwengu ni salama, itakuwa ni ngumu kwao kuweza kuamini ulimwengu uko nje, na ni rahisi wao kufanyiwa ukatili zaidi kutoka nje, kwa sababu umeanzia kutoka ndani. Lakini kihisia, naomba niongelee kidogo
Hii abuse ya emotional abuse na mental abuse, kwa wengine wanaweza kusema hivyo, mara nyingi walezi na wazazi huwa tunaipuuza. Lakini hii ni pamoja na kumwambia na kumtamkia maneno ya mtoto ambayo hayamjengi vile unataka. Unataka mtoto ajiamini, lakini kila siku unamlinganisha na mtoto mwingine. Why is John performing well and you are not performing well? So anaanza kujiona I'm not important. Mimi sina akili kama John. John ndio special, but I am not the special one. Kama anakulia katika familia ambayo pengine anaona huyo anakuwa treated better, yeye anakuwa treated less. Kwa hiyo tuangalie na sisi wazazi ambao watoto wetu wanalelewa na walezi wengine. Kama anapitia hiyo, nayo inamfanya anajiona yeye sio mtu wa thamani. Na hapa katika umri wazazi, kitu kimoja niwaambie, watoto wanatengeneza belief na template ambazo zitawashape maisha yao yote. Kwa hiyo akikuwa anaamini kwamba yeye ni kasoro, hawezi kuwa mtu wa kujiamini. Ndio hawa tutakutana nao makazini, ukimwambia kitu kidogo tu ashaona anaonewa, ashaona kwamba asikilizwi. Ni hawa tu, kimpress kidogo hasira, tunavunja makabati, tunafanya nini? Hapa ndio foundation ambapo inafanyika, anavyoweza kuhimili hisia na kufanya mambo mengine. Hapa pia watoto wale ambao tumewapeleka wakalelewe na bibi ama baba, na anajua wazazi wapo. Sisemi kwamba hakuna circumstances zinazotufanya tuwapeleke huko, anahitaji kuelewa ni kwa nini. Tukumbuke nimesema huu ni umri wa reasoning. So anajiuliza, kwa nini mimi nina baba na mama, wadogo zangu wanakaa na baba na mama, mimi sikai na baba na mama? What is, yani ni nini? So wanaweza kuanza kuform belief kwamba maybe I'm the problem, maybe I'm not the special one. Na hii inaenda kuathiri hata identity ya huyu mtoto, kwa sababu hana mwelekeo, anaona kama mimi hapa si belong katika mazingira kama haya, na mambo kaza wa kaza yanayofanana na haya. Jambo lingine ni magomvi ambayo ni hatari kwa umri huu wa watoto, ni wanavyo observe magomvi ya wazazi. Mtoto mzazi kwake ni kiongozi, ni mlinzi, ndio anatakiwa amwambie aendeje kwenye ulimwengu ambao tunamwandaa. Akiona hawa viongozi wake wanapigana, mtoto inamfrustrate zaidi, kwa sababu anashindwa, anaona ulimwengu wake umevurugika. Ye kwake ni vita, kama ambavyo tunasikia vita nchini kwingine huko zinatokea. Kwa hiyo ile inamwathiri sana mtoto kisaikolojia, na saa nyingine ndio maana kama mliwaiweza kusikia maybe kwenye familia ipo, huaga wanajaribu kuintervene, yani kwamba afanye nini. Kwa hiyo hii nayo ni changamoto nyingine. Na hapa kwenye magomvi wazazi ndio tunasema maneno mengi. Kama wasingekuwa hawa watoto, mimi nisingekuwa hapa. Yeye hilo analidaka. Akiregister hapa, anaanza kuhisi kwamba mimi ndio cause ya mama ama baba to go through the suffering anayopitia. Kwa sababu umesema, kati ya maneno umesema kama sio hao watoto nisingekuwa hapa. So anaona he or ye ni reason ya yeye kukufanya wewe upitia hayo unayopitia. Kwa hiyo tuwe makini na yale magomvi ambayo tunapitia. Saa nyingine tunawatumia huko kwenye simu, tunagombania huko kwenye simu, tunatumia maneno makali, wanayachukulia hawa watoto. Hiyo ni shida. Jambo lingine ni separation. Watoto wanavyoona wazazi wao wanaseparate, inawaletea hofu nyingi, mashaka, wasiwasi, kwa sababu haelewi maisha yatakuwaje. Alikuwa anaelewa maisha, kuna baba na mama, kuna muda wa kupata dina pamoja, kuna muda wa kwenda kanisani, anajua analetwa shule. Sasa hajui, anakuwa na ile fear of unknown. Hajui ni nini kitaenda kutokea, hajui maisha yake yatakuwaje. Ile inampa stress mtoto, na psychologically inamuaffect. Inamuaffectije? Hawezi kufocus hata darasani. Lazima yeye wakati wenzake wanafanya wengine, kwa sababu when unakuwa na fear, hata sisi wazazi hapa, ukiwa na hofu nyingi na wasiwasi,
huwezi kuthink clearly, unakuwa unafanya tu kama reaction, kwa sababu saa hiyo una respond katika emergency mode, kwa sababu hivyo ndivyo tulivyo. So huyu mtoto brain yake function normal, muda wote iko katika hali ya uoga, hajui ni nini I expect akitoka shule, atasikia nini, mahitaji yake yatafikiwaje, nani atamuongoza, ana maswali yake anakosa wa kumuuliza. Kwa hiyo hii nayo inawa affect sana watoto, separation. So kwa hiyo walezi, na nitakuja kuzungumzia huku mbele, kama unahisi kwamba hiyo hali inaendelea, usiweke watoto katika hali ya sintofahamu. Kuna ile kunyamaza kwa mwaka mzima, tunaashumu anafahamu, anaelewa, ama tunaashumu hahitaji kujua. Sasa confusion inakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu kwanza ana reason kwa nini mama siku hizi interactive na baba au vice versa, lakini pia anafia maisha yake yatakuwaje. Kwa hiyo huwa tuna encourage wazazi kwa kila namna na kwa kila hali yoyote, jaribu kumwelekeza, kuzungumza na mtoto ili aelewe ni nini kinaendelea, umpe assurance, afahamu kwamba maisha yake hayataishia hapo. Lakini kitu kingine ambacho ni hatari ni pale mtoto anapokosa mzazi ambaye anamjali na kuongoza. Kama nilivyosema kwamba umri huu ni wa kureason, ana maswali mengi sana mtoto. Sasa kama hana mtu anayekuja kumuuliza akaweza kumsaidia, nafahamu sasa hivi wazazi pia tunafanya. Sasa ni muhimu tutenge muda kusikiliza maswali yao ni yapi walionayo, kwa sababu akiwa na hayo maswali hayana majibu, yanamwathiri yeye kisaikolojia, hawezi kutulia. Lakini namba 2, athari huyu mtoto ambayo anaipata ni kuhisi kwamba hana tumaini, hana mtu anayeweza kumweleza mambo yake. Na nikisema kupendwa na kujalia, sio kulipiwa ada tu, sio kununuliwa madaftari. Upendo wa mtoto anaupima kwa uwepo wa mzazi katika maisha yake. Hapa nilisikia walimu wanasema wapa watoto miti wapande, aone unamobserve anapopanda ule mti, unampa pongezi, unamuongoza. Hiyo ndio kwa mtoto ana define, ila hawezi kujua unalipa milioni ngapi hapa, na hawezi kuelewa thamani yake. Aweze kusikia unavomjibu maswali yake ambayo anakuuliza, hata kama sisi tutareason la kijinga, kwa mtoto lina maana sana. Kwa hiyo unavojibu hivyo anakuwa na assurance, na hiyo inamjengea mtoto confidence kwamba anaweza hata akatoka nje akainteract na ulimwengu ambao sisi ndio ambao tunamjengea. Lakini kinachoathiri watoto pia ni pale wanapowekwa katikati, achague mzazi. Wakati separation nyingine zinatokea, kuna wakati kunakuwa na mvutano, huyo anataka achukue mtoto, huyo naye anataka achukue mtoto. Hiyo confusion ni kubwa sana kwa mtoto, kwa sababu kwanza hatakiwi kuchagua. Yeye kwake wote nyinyi ni wa muhimu na anawahitaji wote, nyinyi ndio ulimwengu wenu salama. Kwa hiyo akitakiwa kufanya hilo, anakuwa anashindwa kuelewa. Na hapa ndio mnaanza kupokea ripoti za walimu, mtoto wako anaanza kushuka darasani na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu hata concentration yake darasani haiwezi kuwepo. Kujiamini kwake, hawezi kuendelea kujiamini tena. Kwa hiyo tuwe makini hata pale ambapo tunakuwa na migogoro yetu kama wazazi, tusiweke watoto katikati, wao ndio wafanye maamuzi. Nifanye mtoto kuona kwamba wazazi wote wawili wana umuhimu, na kila mmoja atajitahidi kwa kila namna yake ahakikishe kwamba anampa malezi yale anayostahili. Hiyo ndio assurance mtoto anayoitaka. Kama una maneno mengi ya kumsema huyu mwenzi wako, una malalamiko mengi, yatafutie forum nyingine, lakini mtoto hasiweze kuyashuhudia. Ambacho huwa tunawashauri walezi wale tunafanya nao kazi ni kwamba hata saa nyingine mzazi mmoja akisema maneno mabaya ya mtoto, usimpelekee mtoto yakiwa hivyo hivyo, kwa sababu ye mtoto hawezi kufikiria kama wewe ambavyo unafikiria. Kwa hiyo naomba sana katika hilo tuweze kuziangalia. Lakini chengine ambacho kinachangia sana mtoto hapa atatokaje katika hii hatua na aweze kwenda kukutana na ulimwengu ni aina ya malezi.
Je, wewe ni mzazi wenye aina gani ya malezi? Kuna wale wenye malezi ya kimabavu, yaani wakishajua unafika sebule unaachiwa wewe, yaani kila mtu ameingia kwake. Na hisi wengine labda ndio aina ya malezi tumepitia, lakini inawezekana ikawa sivyo. Lakini inawezekana wewe ni mzazi ambaye haujali kabisa, ama inawezekana ikawa wewe ni mzazi ambaye unajaribu overcompensate kwa mtoto. Kwanza una feel guilty hujaspendi naye wiki nzima, kwa hiyo unaanza kumspoili mtoto. Au unaweza ukawa kwa sababu ya migogoro inayoendelea, kama migogoro ipo, unajaribu kumprotect, kumpempa, kumpeleka, kumnunulia vitu vya ghali. Leo unamnunulia hivi, kesho vile, kesho vile. Hii ni hatari sana kwa mtoto. Nimesema hapa ndio shaping inaanza. So itamjengea yeye afikiri ndivyo atakavyoenda kuface ulimwengu. Hasa akishafika kwenye ulimwengu, akikutana na watu ambao wameharibikiwa na maisha, atashindwa kujidefend, atashindwa kufit in katika hii community. Kwa hiyo tuweze kuangalia pia aina na staili zetu za malezi ambazo sisi tuko nazo kama wazazi. Wazazi mpo? Tusichoke. Tunaendelea, tunakaribia kabisa kumalizia. Kwa hiyo tuendelee. Mambo yote haya nimeeleza kwa summary, ni kwamba yanaenda kumuaffect huyu mtoto, na nimetaka kuyataja moja moja ndio niende nikawaambia athari zake. Ni kwa sababu haya yanapomtendekea, kwa sababu yanakuwa yanamletea majeraha au yanamwachia maswali ambayo hayajajibika na yeye hatambui, yanamfanya anatengeneza belief, anatengeneza vitu fulani vya kumpa imani, hivi ndio maisha yanapaswa kuwa, hivi ndivyo mimi napaswa kuwa. Au kutokana na hali ile anaweza kutengeneza coping mechanism mbalimbali. Sasa hapa ndio tunaweza tukajionea tabia za aina mbalimbali kwa watoto. Kuna wale nikiwa group, kuna wale ambao wata withdraw. Hasa hawa ni wale watoto unakuta sio kwamba ni mpole. Kuna wengine watoto wetu ni wapole, lakini kuna wengine wanachagua kunyamaza, kwa sababu hata akijaribu kuvoice up, akijaribu kusema vitu vyake havisikilizwi. Lakini labda kuna mambo mbalimbali anapitia kwenye familia yanamhangaisha na hapati mtu wa kumlinda na kumwongoza. Kwa hiyo wapo wale watachagua kukaa kimya, na hasa wale ambao wanafikiri matatizo ama yale yanayoendelea ndani ya familia zao wao ndio sababu. Ila kuna wale sasa wataamua kuwa aggressive. Sasa ndio wataanza kutengeneza behavior ambazo wewe usielewi. Unajiuliza, huyu mtoto anapata kila kitu, anasoma shule nzuri, lakini mbona anaiba? Sijui kama umewahi kusikia kuna watoto wanaiba, lakini unajiuliza inakuwaje anaiba? Hapa ni katika impact na effects za baadhi ya majeraha ya utotoni huyu mtoto anaweza kuwa anapitia. So anaenda kudevelop behavior ambazo ni zenye changamoto. Kuna wale ambao wao wana hasira, ni kupiga wenzao kila saa. Sijui kama kuna wazazi wao kazi yao ni kupokea ripoti tu mtoto wake, yani kazi yake kukomota tu wengine. Yani hajakaa sawa, yani hana muda. Ni kwa sababu hajaweza kujenga ile skills ya jinsi ya kucommunicate na wengine, jinsi ya kuaccommodate wengine, kwa sababu nyumbani labda ana observe kitu kingine na anahisi huku kwenye ulimwengu ndivyo ninavyopaswa kuwa hivi. Kuna wale watoto sasa katika hii hatua wanajidetach na familia, na hapa wanatokea wa aina mbili. Kuna wale anajidetach lakini yuko ndani ya familia, anakuwa hayuko present, wewe unahisi yuko present. Huyu ni ule tu anaenda bora liende, lakini alishafuta wewe ni mzazi wake, familia hii ameshajidetach nao. Lakini kuna wale wanaondoka kabisa nyumbani. Hivi mlishawahi kuona wale watoto wanazunguka Kariakoo Mnazi Mmoja, watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani? Wale watoto sio wote wanakaa pale ni masikini, maana huwa tumejenga hiyo zana kwamba ni masikini ama la wazazi wao wote wamekufa. Tuna watoto tunakutana nao wana wazazi wao wote, lakini labda nyumbani hapati uangalizi, hapati mwongozo, hapati msaada. Kwa hiyo sasa anaona ngoja
niende kwa marafiki zangu nikatafute hali nyingine za maisha. Kwa hiyo angalia hilo pia kwa mtoto. Lakini linaweza likamfanya akatengeneza hali ya kutojiamini na kutoweza kuingia katika ulimwengu huu ambao tunatamani yeye aingie. Lakini anaweza kudevelop identity crisis, hajijui yeye ni nani, na pia strengths zake ni zipi, weaknesses zake kama mtoto, ni nini anaweza kufanya, nini hawezi kufanya. Saa nyingine sasa sisi wazazi tunachukulia hiyo kwa kusema huyu mtoto ana tabia mbaya sana, sijui amezitoa wapi hizi tabia. Kwa mtoto haelewi sana kwamba hii ni tabia mbaya, lakini hivi ni mfumo wa baadhi ya mazingira ambayo yanapitia umemjenga yeye kuwa na hizi tabia. Kwa hiyo badala ya kutumia nguvu nyingi sana kupambana na hiyo tabia mbaya, nimpe mtoto mwongozo ambao anapaswa kuwa nao. Sasa kwa haraka basi nikimaliza, wazazi tuweze kufanya nini? Ninaelewa kunazo changamoto nyingi na nimeshasema hapo awali. Jambo la kwanza, katika social work tunafundishwaga principle moja, na hii principle pia kwa wazazi ina apply. Inaitwa best interest of the child. Kila kitu kinachofanyika kiwe kwa manufaa ya mtoto. Tunaelewa sisi ni wazazi na sisi tuna maisha yetu, lakini kabla hatujafanya yale maamuzi yetu magumu, tuweke maslahi ya watoto mbele. Tujiulize, maamuzi haya yataenda kuathiri vipi mtoto? Na kama inabidi tufanye hivi, kuna ulazima wa kufanya hivi, tufanye nini ili kumjali, kumlinda na kuweza kumsaidia huyo mtoto? Kwa hiyo katika kila jambo tunaloenda kufanya, tuangalie ni kwa namna gani tunaenda kuweka maslahi ya mtoto mbeleni. Kwa sababu hata fikia hizi ndoto ulizonazo juu ya mtoto wako, awe daktari mzuri, awe kiongozi mzuri, unamsomesha shule nzuri kama hii, haitakuwa na maana kama utu wake wa ndani hautajengwa, kama hisia na saikolojia yake haitajengwa. Hawa ndio wale watu tunakutana nao kazini, ni watu wazuri kuperform, lakini hawana zile people skills tunaziita, yaani hajui jinsi ya kuhusiana na kushirikiana na watu wengine. Tuweke maslahi ya watoto mbele. Lakini kama wazazi kwa namna moja ama nyingine mmeseparate, ama wengine mna contemplate kuseparate, ama mmesha divorce na vitu kama hivyo, tafadhali wapeni watoto access ya huyu mzazi mwingine. Inaweza hata ikawa ni kwa simu, inaweza ikawa hata ni kwa kumtumia mtu unayemwamini, huyu mtoto aweze kupata access na wazazi wake wote wawili. Hapa kidogo wazazi tushushe zile ego zetu. Unajua tunasema, yaani ataona mimi mwenyewe ninaweza. Kwa hiyo unapambana na mtoto na anakustress, kwa sababu kwanza ulei mtoto kwanza, hapa unakuwa unapambana, unataka umprove mtu mwingine wrong. Kwa hiyo tu kwanza inaanza kukuingilia namna ambavyo wewe unaweza kuangalia mtoto. So tuwape watoto access na wazazi wao. Na nikisema hivi, simaanishi msiseme hii message ni ya single mothers na single fathers. Kuna wale tunakaa nyumba moja, lakini watoto hawana interaction na sisi. Kazi inafanyika na mzazi mmoja. Mama au baba ndio anajua mtoto anasoma wapi, ndio anajua kadi ya bima iko wapi, ndio anajua maswali yote yanayohusu mtoto. Kwa hiyo mtoto ni presence ya wazazi na sio swala la kuishi kwenye nyumba moja tu. Kwa hiyo mtoto aweze kupata hiyo access ya wazazi wote. Tusiwahusishe watoto katika migogoro yetu, hilo nimeshalisema, labda sintalielezea sana. Lakini pia tusitransfer ile aggression. Kama kuna wale ambao labda kwa namna moja ama nyingine ndoa ama mahusiano yetu yaendi vizuri, ile hasira na chuki tulionayo kwa mzazi huyu usije ukampelekea mtoto. Sasa nikisema hivi, kuna mwingine anasema mimi siwezi kumfanyia hivi mtoto wangu. Saa nyingine ni psychologically, unconsciously unaweza ukafanya hivyo. Wanaanza kukuona una hasira, uanzi kuwajibu, ufuatilie mambo yao, kwa sababu na wewe hauko salama ndani. Kwa hiyo tuweze kuangalia pia na sisi haya makorofishano yametuathiri kwa namna gani.
lakini tutafute namna nzuri ya kuwasiliana na watoto waelewe nini kinaendelea katika wazazi wote, ili watoto waweze kuwa clear. Na hapa sisemi umdanganye. Ukidanganya mtoto kuhusu baba yake au kuhusu mama yake kwamba hayupo au alishafariki, akija akijua, hata kusamehe. Ataona kwamba wewe ni sababu ya yeye hajafanikiwa kwa maisha, ataona wewe ni sababu ya yeye kupitia vile vikwazo. Kwa hiyo tafuta njia nyingine yenye busara ya kuwasilisha, lakini sio kwa kumdanganya. Nilisema pia tuwape watoto role models. Kama baba hayupo ama ni mama hayupo, basi kuna muda ana spend time na shangazi ama ana spend time na mjomba ama ni mtu mwingine tu, au unampeleka kwa babu na bibi aweze kuunderstand familia inavyokuwa. Tusipambane sisi wenyewe. Watoto katika umri huu pia wana observe, wakiobserve anahisi hivi ndivyo namna maisha yanatakiwa kuwa. Na kwenye hii stage niliwaambia ni kama anafanya registration. So akianza kujitegemea, kama hii haipo kwenye memory yake, haiko kwenye registration yake, hicho ni kitu ambacho hakipo. Ndio maana pengine tunaona mahusiano wakati mwingine anakuwa na changamoto kwa sababu ya baadhi ya maisha ambayo tumeyapitia huko nyuma. Lakini naomba nikumbushe, kama tunavyoongea co-parenting, naomba nikumbushe kwamba inahusisha na wale watu wengine wote wanaotusupport katika malezi, wasaidizi wetu wa kazi, walimu kama hivi. Watoto wanaspendi muda wao mwingi hapa. Wadada wa kazi wanakuwa muda mwingi na watoto wetu wa kazi, wanawasupport. Tuweze kushirikiana nao, tuwatizame. Najua kwa wakati mwingine tuna kauli mbalimbali, na kuna kauli ilisemwa na walimu hapa. Unajua walezi, mliwahi kujiuliza, ukimuumiza yule anayemwangalia mtoto wako, ile hali ambayo unamsababishia ya hasira, chuki, anampeleka wapi? Mmewahi kujiuliza? Na wao watatransfer. Hata kama hawataki kufanya, ila ile stress ya kila siku, anaambiwa ujui kazi unayofanya, ujielewi wewe, unapewa hela nyingi, hakuna kitu. Tuwe makini. Hayo maneno utafuta chumba chako kayalalamikie huko, yaseme yote, ila usimwambie yeye. Kwa sababu ukimwambia, vile anavyomtizama mtoto wako ni tofauti na alivyokuwa anamtizama kabla hajasikia mambo kama hayo. Kwa hiyo tukumbuke hao watu wengine wanaotusaidia katika malezi. Na la mwisho kabisa, wazazi tutafute uponyaji. Wazazi mpo? Naomba niulize tena mjibu kwa sauti, na namalizia na hili. Mpo wazazi? Tutafute uponyaji. Kuna wengine tuko hapa tuna majeraha ya utotoni. Kuna wengine tuko hapa labda sio majeraha ya utotoni, lakini ni katika kazi zetu tuna stress zinazoendelea, katika ndoa na mahusiano yetu. Tunatakiwa tuweze kutafuta namna ambavyo tunaweza kujiponya, namna ambavyo sisi tunaweza kuondokana na hizi stress ambazo zinatusumbua sisi. Kwa sababu kama wewe hauko salama, huwezi kumfanya mtoto wako akawa salama. Huwezi kumpa mtoto wako kitu ambacho wewe hauna. Kama una chuki, una hasira, una frustration, unaitransfer hiyo kwa mtoto. Kwa hiyo mwongozo wako kwa mtoto ni wa frustration, ni wa chuki, ni wa hasira. Kwa hiyo huyu mtoto anakuwa hapati kitu kizuri. Kuna baadhi hapa mpo ni akina baba, ni akina mama, tunawatizama hivi, lakini ndani yenu kuna watoto walioko ndani wanalia kwa sababu ya baadhi ya mambo fulani pengine ulitendewa huko nyuma. Tunatakiwa tumponye huyo mtoto ndio uweze kuwa mama ama uweze kuwa baba. Labda tunakuona ni mama ni baba, utendi responsibility kwa sababu una mizigo umebeba ndani yako, kwa sababu wewe hiyo capacity pia haipo. Kwa hiyo hapa ndio ninapenda kuishia, na washukuruni sana kwa kunisikiliza, na naona kwa kweli mmejitahidi kwa wavumilivu. Asanteni sana, na niseme kwamba kazi ya malezi ni ngumu sana, lakini naombeni niwatie moyo kwamba Mungu akawasaidie, kwa wale mnaoamini katika Mungu, kwa wale tunaoamini katika Allah akatusaidie pia. Nawatakia kila laheri na asanteni.